Karibu sana msikilizaji, tuweze kusonga mbele kwenye hii simulizi nzuri kabisa ya Mbiti. Tuendelee kukumbushana tu ya kwamba usipende sana kutamani mafanikio ya watu wengine. Siku zote mtu hawezi akakupa siri ya mafanikio. Mfano hapo kazini unaweza kuona mwenzio ana muda mchache sana hapo kazini na anapendwa sana na viongozi, anapendwa sana na stafu. Dakika sifuri tu ni mtu ambaye matokeo yake hapo kazini yanaonekana vizuri sana. Wewe unaanza kumuonea wivu. Huwezi kujua mtu alikotoka ameaga vipi. Huwezi kujua familia aliyotoka ni familia gani. Huwezi kujua mtu ana nyota gani pale anapofika katika jumuiya ama mkusanyiko wa watu. Kwa hiyo mwisho wa siku ishi na watu vizuri tu kwa upendo mzuri, kwa sababu huwezi jua huyo mwenzio nyuma yake kuna nini. Sawa usimfanyie mtu baya, uishi kwa wema tu. Leo hii tunaona Mbiti tayari yupo kazini hapo na tayari kwa muda mfupi tu kashapandishwa cheo. Tunaamini ni nguvu alionayo kutokana na familia aliyotoka. Leo hii nyumba aliyopewa, binti anayekuja kumsalimia anaona ni kama mambo hayapo vizuri. Na alimwambia Mbiti ya kwamba Mbiti, hapa inapaswa tu fanye maombi, maana hii nyumba inaonekana ni nzito sana. Sasa tunafahamu pia Mbiti alioteshwa akaambiwa ya kwamba akae mbali na Briana. Sasa Briana anataka aanze kushusha maombi hapo nyumbani kwa Mbiti. Kipi kitakachoendelea msikilizaji? Kumbuka muda wote huu nitakaye kusimulia ni mimi Lucas Lumba. Nashukuru sana kwa uwepo wako mpaka dakika hii. Asante sana na Mungu akubariki. Sasa bwana alipokuwa naimba Briana, yani ni kama sio yeye yule wa utani mwingi na masiara mengi. Yani mimi sitakumbuka kila kitu msikilizaji, lakini nilihakikisha kila la muhimu lilikuwa linakaa kwenye moyo wangu. Alimaliza kuimba na kuanza kuomba akisema ya kwamba tunakushukuru Mungu kwa wema wako na kwa zawadi hii ya uhai. Tunajua tupo hapa Mungu kwa sababu wewe umetaka tuwe hapa. Muda na wakati wote ukitaka unaweza amua na kufanya lolote lile. Wewe Mungu ni mwingi wa fadhili, ni mwaminifu sana kwenye maisha yetu. Ninasogea mbele ya uso wako muda huu, ninakutazama sasa Mungu wangu. Ninajua hamu hii na kiu hii ya kusogelea kiti chako cha enzi ni wewe umetaka nifanye, wala sio akili na hisia zangu. Moyo wangu nakutukuza Mungu nikiwa chini ya nyayo zako. Moyo wangu nakiri upendo, uaminifu, baraka na kila kitu katika maisha yangu. Nasema asante tena na tena kwa sababu ya kila kitu. Iwe kizuri au kibaya ni kwa sababu najua ni wewe umeruhusu na kamwe siwezi kuaibika. Mimi kuwepo mahali hapa muda huu ni wewe Mungu umetaka. Mimi kusimama na kupiga magoti hapa ni ukubwa wa jina lako na miujiza yako ambayo unatenda kwenye maisha yangu siku hata siku. Wewe ni Mungu unayeniwazia mema. Wewe ni baba yangu, hujawahi niacha nipotee. Ninasogea tena na tena kwenye magoti yako. Nipo hapa kwenye miguu yako na sujudu Mungu wangu. Popote ambapo mahusiano ya ardhi hii na wewe Mungu vimepishana, vimekinzana, Mungu nakuomba rekebisha. Hata kama ni kati yetu sisi wote hapa hatuna mahusiano na wewe, tengeneza Mungu. Najua jinsi gani ulivyo msafi, najua namna gani unavyopenda ukamilifu. Haupendezwi na uchafu na uovu. Kuna vitu vipo hapa, kuna hisia zipo hapa. Mungu safisha, Mungu tembeza ufagio wako kila mahali. Ni kweli kama watoto wako tunastahili haki na kujibiwa, lakini dhambi inasimama kama kizuizi. Uovu upo kama kizuizi cha majibu yetu na neema ambazo umeachilia kwenye maisha yetu. Mungu anza upya na ardhi hii na rekebisha kila jambo ambalo ndio lilifarakanisha mahali hapa na wewe Mungu. Bado nipo hapa, naomba msamaha, naomba toba, rehema. Mungu tupokee sisi, tupokee watoto wako, tumeteleza Mungu. Nataka kuona uso wako. Shuka mahali hapa Mungu na mguse moja moja. Tenda jambo. Msikilizaji, muda wote Briana anaendelea kuomba. Tena muda alikuwa anaomba kwa uchungu. Analia ni. Sasa hata pale chini aliinuka, uso wake ulikuwa umejaa machozi. Akawa hawezi tena kuzungumza, nikamsikia anazungumza nisije lugha. Yaani nilikuwa naona mdomo wake ni kama unaendelea kuongea. Mwili wangu ulianza kubadilika, tena mabadiliko yaliyoambatana na maumivu makali sana. Yale manyoya nikijishika na tetemeka na nashindwa kabisa kuzuia. Nijikuta najipapasa na uso wangu pia upande ambao unapataga manyoya, na sipo kama ambavyo nipo kila siku. Niliona kabisa hapa Briana akiona ni hatari na balaa linakuja, na atanionaje mimi? Briana na yeye alikuwa anaongeza kuomba. Sasa mimi sikuwa na namna nzuri ya kujiepusha na haya maombi, maana hata mkufu shingoni ulikuwa unanikaba.
au kuninyonga. Natoa macho na napambana nijisaidie. Nikisema manyoya sio ya kuku au vinyoleo, yani ni ya mnyama fisi, yani fisi kabisa. Hata upande unaogeuka ni wa sura ya fisi. Na jicho na pua, yani nakuwa kama fisi. Niliogopa kwa sababu siku hii ni kama ilikuwa inazidi hata, yani unajua, nilijitazama, unajua hata kucha zangu za mikono na miguu nazo hazikuwa za binadamu tena. Aisee, nilikimbilia chumbani, nikajifungia na mlango. Nilisimama mbele ya kioo, nikajikuta natokwa na machozi. Ule upande ambao mimi ni mtu, nilikuwa na utazama na jiona, yani aisee, nililia sana, nikavua nguo zangu zote. Kumbe ndo nakuwa hivi nikibadilika. Na siku hii maombi ya Brianna ndio ametibua mengi. Nilishtuka baada ya kutoa mungurumo kama fisi. Alafu sasa nikakaa chini, nafanya mambo kama fisi. Yani nilikuwa ni nusu fisi aisee. Sasa nikasikia Brianna analia akisema kwamba Mbiti, fungua, toka nje tuendelee kuomba. Nikazidi kupandwa na hasira kila nikisikia hilo neno lake kuomba. Brianna akasema, Mungu anakupenda, huwezi kukimbia. Najua haujui kuomba, lakini toka nje, mimi nitakufundisha taratibu. Nimejikuta naamka pale chini na hasira, na sauti yangu ikawa ya ukali. Nilisimama nikiwa mtupu na manyoya yangu na kusema kwa ukali, ondoka. Toka bwana kwenye maisha yangu. Kwani wewe ni nani hata utake kunifanya vile utakavyo? Niacha na maisha yangu bwana. Kaa mbali na mimi, wala usinisogelee. Nilimsikia maskini binti watu akilia, akisema, nini kinaendelea Mbiti? Mbona unanitisha? Wewe sio wewe, tafadhali njoo, fungua mlango Mbiti. Kwa nini unakuwa hivyo? Niliendelea kuchukia, nikasema, Brianna, mimi sijali kitu kuhusu wewe. Ninachotaka ni wewe uondoke nyumbani kwangu. Basi nilisikia alisema kwamba sawa bwana, Mungu akukumbuke Mbiti. Mungu akukumbatie, Mungu asikuache, Mungu akuokoe. Mimi nakushukuru. Mimi naenda Mbiti. Haya maneno aliniuma roho sana. Yani nijitazama kwa kioo vile nalia, hata nikawa nasikia mlango unafunguliwa. Nikakimbia dirishani kutazama, nikaona Brianna akiwa amechoka sana, anatazama nyuma na huzuni sana. Nilikuwa namuonea huruma, na alikuwa sahihi. Hajui mazingira, hajazoea pia. Sijui hata cha kufanya, maana ni kweli kwa hali yangu mimi sitaki na siwezi kukutana naye. Hata nikimbia tu lazima. Sasa nikiwa pale najishangaa mwenyewe, nalia najutia kwa kilichotokea. Nikasikia sauti ikiniambia kwamba hakuna haja ya kulia Mbiti. Umefanya vizuri sana. Hutakiwi kuwa karibu na Brianna. Akae mbali na wewe, asikusogelee kabisa. Hata mimi sitaki. Sipendi kukuona karibu na yeye. Ilikuwa ni sauti ile ambayo naisikia ndani. Nilia nikasema kwa ukali ya kwamba we nani hata upange maisha yangu? Siwezi kuwa mbali naye, siwezi. Ile sauti ilicheka, ikisema ya kwamba baada ya tukio hilo unafikiri atataka kuwa karibu na wewe? Hata hivyo kwenye maisha yako haumuhitaji Mungu wake bwana. Utabaki hapa. Alafu akacheka kwa furaha sana. Alifurahia sana ugomvi wangu na Brianna. Sasa vile mimi nahangaika hata ni toke nimfuate Brianna, simu yangu iliita. Nilipotazama namba ilikuwa namba ngeni. Nikapokea haraka, na kabla sijaongea chochote nikasikia sauti nzuri ikisema, hello Mbiti, upo salama kweli? Nilishtuka na kusema huku nafuta machozi yangu. Nikasema, oh, Teta Liza. Kajibu, ndio niko hapa. Niambie, upo salama kweli? Nilishusha pumzi nikasema, ulikuwa upatikani, unaweza kufuata mkufu wako tafadhali? Teta Liza aliniambia kwa upole ya kwamba na ndio maana nimekupigia, tunaweza kuonana kesho Mbiti. Nilishtuka kidogo nikasema, kuonana kesho? Akasema, ya kesho. Ina maana wewe hutaki? Nijikuta nacheka tu kidogo, maana nilikosa jibu la kumpa. Kisha aliniambia kwa upole ya kwamba uwe na usiku mzuri sana Mbiti. Nami nilimjibu kwa upole ya kwamba kwako pia. Basi nikasikia tena mwanamke akisema kwa siri ya kwamba kambali na Brianna. Nimesema kambali naye. Nilishtuka nikauliza kwamba unasemaje? Akauliza kwa upole, upo sawa kweli? Nikauliza tena, umeongea chochote? Akanijibu, hapana, mimi nimekutakia tu usiku mwema. Nilishusha pumzi.
Tata hata wala hakusubiri simu yangu ilikata. Nilibaki naitazama ile simu tu. Wakati naitazama nikakumbuka namna nimetoka gombana na Brianna. Alafu hizi sauti ambazo zinanizuia mimi nisiwe na Brianna karibu kwa vyote vile, wakati ukweli ni kuwa mimi nafsi yangu nyingine huniambii kitu kuhusu Brianna. Nilijikuta naanza kulia tena. Nikakaa kitandani, nikachukua simu, nikawa natazama uzuri wa Brianna. Roho yangu inaniuma, kwa nini nimefoka na gombana naye? Kwa nini nilikuwa mkali na badala ya kuzungumza naye wakati hata hajanikosea mimi? Wakati naendelea sasa kuwa katika maumivu hayo, nikitazama simu, ghafla nilihisi mtu amepita mbele yangu. Nikaweka simu yangu chini. Ni kweli nilikuwa sahihi. Nikaa nasikia kama mtu yupo bafuni anaoga. Nilishtuka na kujiuliza kwamba ina maana sikufunga maji bafuni muda wote huo ama ni kitu gani? Basi nikiwa naendelea kujiuliza hivyo, si nikasikia nyimbo nzuri sana bwana, melody kali sana. Yaani nyimbo bwana ilikuwa ya Kiswahili. Ilikuwa ni ya lugha ya Kiarabu ambayo mimi hata sijawahi kuzungumza kabisa kwenye maisha yangu ya kawaida. Lakini naamini mimi msikilizaji nilikuwa namsikia akiimba na ninaelewa maana yake, wakati hata mimi sijawahi kukaa darasani kujifunza kuhusu lugha hii. Niliogopa. Nikanasema kwamba wewe niko bafuni. Ile sauti iliacha kuimba. Nilisogea tena kuuliza kwamba nani yuko bafuni? Palikuwa kimya sana. Yaani ni kama vile hapakuwa na mtu anayeimba au maji kutoka. Nilisogea kwa uoga nikitetemeka. Sasa nikaa najiona kabisa akili yangu itaweuka mara baada ya kutoka kwenye umbo la ajabu. Sipumziki hata jamani, na sasa ni swala la maji kujifungua yenyewe. Nilipiga hatua tena. Nikakumbuka Brianna aliposema ya kwamba nyumba hii sio salama kwangu. Lakini sasa akili haipati muda mzuri kila nikiwaza kitu juu ya Brianna. Wakati huo nimekaribia kabisa mlango wa bafuni. Ile haraka sasa nikafungua kwa nguvu ili kama kuna kitu nisikipe muda wa kujiandaa. Nione au nijue ni nani. Haiwezi kuamini. Niliyasikia haya kwa kila sikio langu. Nilihisi mtu kuwepo ndani kwangu kwa hisia zangu zote. Hapakuwa na kitu, hapakuwa na mtu wala dalili yote ambayo inanionyesha eti palikuwa na mtu hapa kitandani, hapa ndani bafuni. So ghafla nilishangaa sana. Kukana upepo mkali sana. Niligeuka na kuona pazia za chumbani zikipepea. Maana sikuwa nimefunga hata madirisha. Haraka nilienda kufunga dirisha. Huu upepo haukuwa wa kawaida hata kidogo. Baada ya kufunga nilibana na mlango wangu. Lakini bado ninajua tu kuna upepo wa kutisha. Basi nikawa naogopa sana. Nilikuwa naogopa kupita kiasi. Nikiwa kwenye hali ya kuogopa nikasikia mlio wa kutisha ambao sasa hata mimi nimewahi kusikia. Na pia nimewahi kulia hivyo. Ni mlio wa afisi akiwa amekasirika zake. Nilizidi kuogopa. Ile nageuka nyuma sasa ili sasa nikajifunika kitandani. Unajua kuna wakati fulani marulelo yakikukuta ndani, usalama wako unaonaga ni kukimbia kitandani ujifunike shuka usishuhudie chochote. So ile sasa nakimbia nijifunike kitandani, namuona mwanamke huyu mzuri akiwa utupu kitandani kwangu. Nikisema mzuri naomba nielewe. Unajua na vile mimi kwenye maisha yangu swala la mapenzi halipo na sijawahi kufanya mapenzi na mwanamke zaidi ya ile siku nimekutana na Tata na ameniambia mimi ndio nimetoa usichana wake na wala hakujali maumivu. Tuliendelea na baada ya kuamka nilikuta ni kweli kabisa, ingawa kuhusu nani ametandika kitanda na kufua mashuka nadhani unakumbuka msikilizaji mwenyewe hata sielewi. So akili yangu haikutaka kujishughulisha kwa sababu mimi sijui nini kinafanyika. Yaani kuna muda najipa majibu rahisi ila tu unajua sielewi. So nilikuwa namshangaa sana hata akatabasamu. Nikajikuta na tabasamu na nikageuka nyuma nikamuuliza ya kwamba Tata umefikaje hapa? Alitabasamu na kusema kwani kuna mtu ajui nyumbani kwake? Hapa ni nyumbani kwangu na wewe ni mume wangu mbete. Hebu nikumbatie. Nilimtazama tu. Kisha nimuuliza kwamba mume wako kivipi yani? Basi alikaa vizuri. Kila anachofanya ni kama ananichanganya akili. Alitabasamu. Akaniambia tena huku sasa akideka kwa sauti fulani hivi. Akasema kwamba unaonekana haupo sawa leo. Mimi nipo hapa. Na nipo hapa kukusaulisha kila kitu kilichotokea leo. Utafurahi sana kwa sababu mimi ndio furaha yako halisi. Basi aliinuka nikaona namna alivyo wa kuvutia. Tena ni mtupu unajua. Nikisema mtupu kweli.
nywele zake ndefu na za kupendeza, mtoto wa kike hanuki, ananukia. Hata chumba changu harufu ilikuwa imebadilika kabisa. Mimi nikaa naishiwa power. Nilikuwa naishiwa power kabisa. Kila nikimtazama naishiwa power. Kadri alivyozidi kunisogelea, nikasikia sauti ya Brianna tena akiniambia kwamba Mungu akukumbatie Mbiti. Mungu asikuache, Mungu akuponye, Mungu akuokoe. Nakushukuru sana Mbiti, mimi naenda. Sasa nilikuwa napata akili, nikaa narudi nyuma. Unajua ni sababu kila sekunde ni kama sauti ya Brianna inarudia, Mungu akukumbuke Mbiti, Mungu akukumbatie. So nikaa narudi nyuma. Tata alitabasamu, akasimama, ni kama alikuwa anaisoma akili yangu vile. Nikasimama pia. Alafu alicheka na kusema huwezi kunikimbia mume wangu, tafadhali nifuate. Alinitazama na macho yake, na macho yake yalikuwa ni macho ya ajabu. Hayakuwa macho ya kawaida hata kidogo. Mimi mwenyewe kwa hiari yangu, bila kulazimishwa, nilianza kumfuata Tata. Alikuwa anarudi nyuma na tabasamu. Ndiyo, naona ananivutia mpaka nachanganyikiwa na hisia zangu zinanipanda kama nina kitu gani sielewi. Alijitupa kitandani. Mimi mwenyewe nikawa najivua nguo zangu. Mimi mwenyewe kwa akili zangu timamu, bila kulazimishwa na mtu yoyote. Nikaa najivua nguo zangu. Baada ya hapo nilimfuata Tata pale kitandani. Tata alinipokea na mabusu nguvu. Tena namna amenikumbatia mwili wangu na mwili wake umegusana, ndio cheche za mahaba na za kuchanganyikiwa akili zilinizidia. Tata aliendelea kufanya utondo wake pale. Na kila anachofanya kwangu mimi ndio nazidi kuchanganyikiwa. Yaani siwezi kuwaza chochote zaidi ya kuwaza mipinduko tu. Siwezi kufanya lolote zaidi ya yeye kunifanya anavyonitaka tu. Na mimi nilikuwa ni kama mtoto mdogo kwake, ninatii kila kitu. Yaani unasukuma na kidole kimoja chali. Kila anachofanya mimi sijawahi kufanyiwa. Sijawahi kuona wala kushuhudia. Alikuwa na manjonjo na madoido mbalimbali. Alikuwa ananichanganya sana jamani hapa kwa bed. Mimi Mbiti nilifanya minandoana na huyo mwanamke ndani ya nyumba yangu kwenye kitanda changu. Tena mara hii ilikuwa ni nzuri na ni zaidi kwa sababu nilikuwa nina furaha sana. Alafu sasa ni alikuwa na fujo. Unajua tena wanaume tunavochanganyikiwa na mtu ambaye ni ana fujo kitandani. Mimi nikaa napiga kelele kama mbuzi aliyefungiwa mpolini. Napiga kelele yani kama ng'ombe aliyeshiba na akachanganyikiwa. Sasa wakati wa tendo, Tata akaniambia kwamba nakupenda sana Mbiti. Hakuna mwanamke mwingine kwenye maisha yako kukusogelea. Ni mimi peke yangu. Hakuna kamwe. Ni mimi ninayekupenda na nipo na wewe hapa siku zote. Nakupenda sana mume wangu Mbiti. Sasa msikilizaji, mapenzi alivyo hayana adabu. Na mimi nikamjibu ya kwamba nakupenda sana. Yaani nachanganyikiwa, tafadhali usiniache peke yangu. Nitakuwa naumwa mimi. Nakupenda mke wangu mzuri. Basi tuliambiana maneno hayo na tukazidi kupagawa. Ni kuchapana kwa kwenda mbele. Fimbo zilichapika pale mwanangu na vilio vya furaha vilisikika tu. Sasa mimi najua tupo zetu chumbani, kumbe hapana. Nilishangaa tupo tunafanya mapenzi kwenye lile pori kubwa. Ni kubwa na la kutisha sana. Alafu sasa tukiwa hapo sasa nilishangaa kuona tumezungukwa na vijana ambao mimi siwafahamu. Na huyo mzee ambaye ndiye nimewahi kumuona nilipokuwa kijana mdogo. Nilishangaa sana. Sasa Tata akawa anaita, baba, lakini kwa nini unafanya hivi baba? Nilishangaa nikauliza, baba? Huyo mzee alisema kwamba kaa kimya. Mara zote huwa nakuacha. Sasa hivi siwezi. Siwezi kwa sababu unaelewa kila kitu ila unafanya makusudi. Yule mwanamke amenikera sana leo. Ameniudhi na kuharibu mambo mengi sana. Ni kosa lako wewe Mbiti. Sasa nikazidi kushangaa. Nikauliza huko nikitetemea kwamba mwanamke gani tena? Nikasikia sauti ya kutisha, Brianna ni kirusi kwenye maisha yako. Hatakiwi kukusogelea. Kaa mbali na Brianna. Niliogopa. Yaani mpaka nikaachia mdomo wangu na kuuliza kwamba lakini kwa nini? Yule ni rafiki pekee anayenielewa na ananisikiliza na nampenda. Niliposema hivyo. Sijui hata kibao kilitokea wapi. Yaani unapigwa lakini huoni kibao. Wewe, nilipigwa kibao cha nguvu. Nilihisi kuchanganyikiwa. Nililia kwa uchungu. Huku Tata akisema baba. Huyu mzee akasema kelele. Jinga sana wewe. Nilikutuma ukafanya kazi, badala yake unaacha Mbiti anafanya mambo ajabu. Wewe unajua madhara yake tunavozidi kuchelewa. Utaharibu. Tumesubiri kwa miaka 30. Maliza kazi. Na Brianna hatakiwi kumsogelea huyu.
kaa mbali na Brianna, la sivyo kitu kibaya kitakutokea. Nilibaki natazama tu. Tena nikilia. Msikilizaji, kumbuka hapo nipo mtupu. Nikasema kwamba hivi, ninyi ni nani hata mnipangie maisha yangu? Unaendesha maisha yangu tangu nikiwa kijana mdogo. Sina uhuru wa maisha wala kufurahia mafanikio yangu tangu hapo. Sijawahi kuwa na rafiki wala kuwa karibu na mtu kama ilivyo na Brianna. Ni mara ya kwanza kwa maisha yangu. Ni mara ya kwanza nakuwa na rafiki tena anayenitakia mema, alafu mnanizuia. Haiwezekani. Naombeni mniache niishi maisha yangu. Tena sitaki kufuatiliwa wala kupangiwa nini nifanye na nini nisifanye. Ninaishi maisha hata sijui yani mimi ni nani. Sielewi hata kitu kuhusu mimi. Kwa nini lakini? Basi nilishuka huku na huku. Nilifungwa kwa mti mkubwa. Halafu huyu mzee alikuja mbele yangu akasema kwamba siku hizo una kiburi sana, si ndio? Hakuna chochote hapo umekipata kwenye maisha yako kwa nguvu zako. Na laiti kama ungejua basi ungeheshimu. Muda wowote nikitaka hutokuwa na kitu chochote wala hakuna atakaye kukumbuka hata kama ulikuwepo. Kwenye hii dunia ninao uwezo wa kufanya chochote na nguvu ya kutenda lolote nalotaka. Usiniudhi, nitasahau kama uliwahi kuwa kijana wangu. Achana na Brianna. Sahau kuhusu Brianna. Kaa mbali na Brianna. Sasa mimi hapo kwa huo mti nalia. Tena kwa uchungu. Maana kuna moto unawaka mbali kidogo na mimi. Basi lile joto, ule moto nahisi kuchanganyikiwa. Nikawa nalia nikisema ya kwamba kwa nini mnanitesa? Nyinyi ni nani? Basi nikana muona Brianna pembeni yangu anasema jiombe. Nijikuta nalia pale nikisema Brianna, usiniache tafadhali, naomba unisaidie. Siwezi kujiombea. Siwezi sijui lolote, naomba unisaidie Brianna. Nikurupuka usingizini msikilizaji nikilia kwa uchungu. Huku naita Brianna. Brianna. Naita huku na shangaa imekuaje? Imekuaje mimi nimelala bafuni? Imekuaje? Ina maana kule porini ni ndoto? Ina maana ni kweli? Vipi kuhusu tata na huyu mzee? Kitu gani kinaendelea? Mbona nachanganyikiwa? Basi haraka nilinuka bafuni. Ndani yangu bado nasikia ile sauti ya Brianna ikisema jiombe, jiombe. Basi nikatoka huko bafuni haraka. Sasa msikilizaji, unakumbuka jana baada ya mimi kubadilika niliharibu vitu. Chumba changu hakikuwa na hali nzuri. Nilikuwa najua wazi lazima tu nitakuwa na kazi sana ya kusafisha na kujaribu kidogo kuweka mambo sawa. Sasa nimetoka bafuni, nilipokuwa nimelala, mwili unaniuma bala. Nafika chumbani. Unajua kila kitu kimepangwa. Hakuna kitu kimekaa vibaya. Chumba ni kisafi, mfano hakuna. Nilishangaa na kuuliza kwamba kivipi sasa? Kivipi? Inawezekana vipi sasa? Kwa mara ya kwanza nilikiri nahitaji msaada. Na niliona kabisa huyu mwanamke Brianna alikuwa sahihi kabisa. Kuna kitu hakipo sawa mahali. Kwanza masuala ya porini, kisha mapenzi. Na nikijiangalia ni kweli nimefanya. Na hapa nikijitazama ni kweli nipo mtupu. Niliamua kuvaa haraka na kusema kwamba nahitaji kumwona Brianna haraka sana. Ni muhimu mimi kuwa karibu naye. Sitaogopa wala kujali kitu chochote kile. Basi sikuogopa wala, nilichukua tu simu yangu na kutoka nikiwa nimevaa tu ili mradi sijatembea uchi. Nikafika nje, gari yangu nayo kila nikiwasha haiwaki. Nikasema hata wala usinitanie bwana. Hapa leo lazima niondoke, yani nitaenda kwa Brianna. Nitazungumza naye na atanielewa tu hata kwa machozi. Najua nilichofanya, najua nilivyofoka, lakini sikuwa ni mimi. Mimi najijua nilivyo. Yaani ninavyompenda Brianna, siwezi kufanya hivyo kamwe. Nilitazama muda, ilikuwa ni saa 6 mchana. Nikashangaa na kusema ina maana nimechelewa kuamka namna hii? Mimi naishi dunia gani mimi? Basi nitoka haraka nje, nikawa nasubiri pikipiki. Kila pikipiki ikipita, ninaposimamisha na nipita tu hata nikaa naongea peke yangu nikisema sasa nini sasa, kwa nini mnanipita tu, ina maana asionekani ama shida nini? Sasa nikiwa naongea hivyo nikasikia sauti yangu nyuma ikisema kwamba kaka unaenda? Sasa nijikuta nafurahia maana nimesimama sana hapa nje. Najua kuna msikilizaji hapo ameshahisi ya kwamba ukuta hata huyo boda sio bodaboda. Tulia. Basi bwana, haraka nilipanda hiyo pikipiki na kumueleza huko ninapoenda. Bwana, safari ilianza. Sijui alikuwa anaendesha vipi pikipiki.
ila tulifika mapema sana. Nikamuuliza bei gani kaka? Alinitazama na kusema 1500. Nilishangaa nikasema 1500? Yaani kutoka nilipotoka mpaka posta. Tena huku sio kila pikipiki zinaenda ovyo ovyo. Halafu ananiambia 1500. Basi alitabasamu na kusema ndio kaka, wala haina shida. Basi mimi nimtazama tu, nilihisi labda ni mgeni wa hii kazi. Nilimpatia 20,000. Nikamwambia naomba unisubiri hapa usiondoke, sawa? Akasema hakuna shida kaka. Wewe tena kwa ukarimu huu na kusubiri. Nikasema okay pamoja kaka. Basi bwana, taratibu nilipiga kengele pale na mlinzi alinifungulia. Nilimsalimia na kuelezea shida yangu, nikaingia. Baada ya kuingia nilisimama nasubiri tu pembeni nini kinafuata. Alikuja mtu kunifuata pale getini, alikuwa ni binti tu. Nilimsalimia na nikasema kwamba samahani sana, naitwa Mbiti. Nimekuja hapa kumuona Madam Brianna. Naweza kukutana naye tafadhali, ni muhimu sana. Asole binti alisema kwamba pole sana, madam hajisikii vizuri leo. Hajatoka kabisa na alitoa agizo kuwa hahitaji kuzungumza na mtu yoyote leo. Basi kwa pole nikasema tafadhali mwambie ni Mbiti. Huyo binti alisema kwamba ndio, alisema hataki kuona pia. Kama kuna maagizo yote kazini atayapata kupitia mawasiliano ya ofisi. Nilimuuliza kwamba yani ndio Brianna amesema hivyo? Akanijibu ndio, karibu sana. Nijihisi kuachwa huku msituni niliwe tu na wanyama. Hakuna hata mtu ananielewa jamani. Hakuna mtu ambaye anataka kuwa karibu na mimi tena. Natamani Brianna anielewe. So nijikuta nimechoka, roho inaniuma. Natamani kumueleza hata juu kile nitakachoweza, walao hata niambie nini, hata akisema jiombe. Sawa. Nijue hata yani maana gani, kwa sababu hakuna mimi ninachokiweza kabisa. Basi mimi niliumia. Najua nilimfokea, nilimfukuza na sikujali hata muda. Alijitetea na kuomba walau nimsindikize, nikajibu kiburi tu kuwa sijali. Mwanaume chozi linitoka. Taratibu nilianza kutoka kusasa, natazama nyuma kama labda anaweza akatoka baada ya kujua mimi nipo hapa. Haikuwa hivyo. Nilijaribu kutembea huku nampigia simu Brianna. Simu yangu iliita lakini hakuwa anapokea hata kwa niseme kwamba natamani ujue ninavyoteseka na ninayopitia. Tafadhali pokea simu na kuomba. Basi binti akupokea simu bwana. Paka nafika getini uchungu umenizidi hapo. Basi mimi nitoka mpaka nje ya geti. Mtaa umetulia. Kwa wachache sana huku, sio kila mtu anaweza kuishi. Nikana tazama tu huku na kule. Yule mtu wa pikipiki simuoni kabisa. Nilibisha hodi tena. Nikamuuliza mlinzi ya kwamba samahani kaka, kuna kijana nilikuwa naye hapo wa pikipiki. Atakuwa ameondoka au kuna mahali ananisubiri, kama labda amekuaga labda. Sasa yule mlinzi alinitazama na kuuliza kwamba umekuja na pikipiki? Nisema kwamba ndio. Nimekuja na pikipiki. Mbona unashangaa hivyo? Alisema kwamba nashangaa kaka, huko hakuna pikipiki inaingia. Hata wewe si unaona mwenyewe? Wewe uliona ile eneo pikipiki zinaingia huko? Pikipiki huko haziruhusiwi. Si unaona kumetulia? Ni gari tu, tena sio mara nyingi. Pikipiki huko haziruhusiwi kabisa kupita. Nilimtizama. Nikajaribu kusema lakini mimi nimekuja na pikipiki huko, sasa naondokaje? Mlinzi alinitazama kusema kwamba mimi sijui kaka, mimi nakutakia siku njema. Akafunga geti na kisha mimi ndiye nilibaki, sijui hata cha kufanya. Huku tena eti naambiwa hakuna pikipiki inaingia huko. Sasa mimi nimefikaje kama hakuna pikipiki yote ambayo inaingia huko? Nilitazama simu yangu, nilikuwa nazidi kuchoka tu. Hata maitatamu leo yani sasa hivi hakuna hata maitatamu jamani. Hakuna hata ile kuamshwa vizuri asubuhi. Na huku mlinzi mwenyewe ananiambia mambo yake hata simuelewi. Basi naona siku inanizidia ugumu wakati mimi sielewi kabisa. Mimi bado naelewa nimepanda pikipiki nikiwa kwangu na nimelipia. Sasa hapa naambiwa mambo gani tena bwana? Ndani ya moyo wangu nisema kwamba itakuwa walianza kumsumbua kwa sababu huku pikipiki haziruhusiwi. Basi taratibu nilianza kutembea. Wakati natembea mamangu alinipigia. Basi nilipokea. Mamangu hakuwa na furaha kama siku nyingine. Mama akauliza Mbiti, upo salama kweli?
Nishusha pumzi na kusema nipo salama mama, unaendeleaje na unakuja lini lakini? Mama akasema mwanangu, nishaweka kila kitu sawa, nakuja lakini niambie kwanza kila kitu kipo sawa? Nimuuliza mama badala ya kujibu kwamba kwani kuna nini mama? Mimi nipo sawa. Mama akasema mwanangu, nitaka tu kujua, nakuja siku yote tu kuanzia sasa. Nikasema njoo mama yangu, hata hivyo nimekumbuka sana. Mama akasema sawa mwanangu, nimekupigia tu kutaka kujua kuhusu hali yako. Kama upo salama mimi nakushukuru. Basi na mimi nikasema nashukuru mama. Mama alikata simu. Sasa mimi wala hata sikutembea umbali mrefu sana. Niliona gari mbele yangu. Nilitamani hata awe mtu mwema, hata niombe msaada mpaka barabarani, lakini sijui hata anaelekea wapi. Nilitembea taratibu mpaka gari ilipofika kwangu. Mbele kidogo kasimama. Nikapiga hatua chache mbele, nilishangaa naitwa Mbiti. Nilishtuka, ni nani tena ananifahamu mimi huku? Nilihisi ni kama sio sauti ngeni kabisa, ni sauti ambayo naifahamu. Huyu Bi Tataliza. Nilishtuka na kugeuka taratibu. Niliona binti mwenye asili ya Kiarabu akiwa ametoa kichwa chake nje. Alafu wakati mimi nashangaa, alishuka kabisa. Vile anavaa kwa stara na anapenda sana nguo nyeupe, nilichoka mimi. Anapendeza kupita kawaida. Akanatembea kwa hofu, anatazama kuna kule. Nizidi kumzubalia na yeye akawa kwanza alinishika mkono na kuniita Mbiti, umefuata nini huku? Gari yako iko wapi? Ujue mpaka upate barabara kubwa ni parefu kidogo. Mimi nilikuwa nimetulia tu. Aliniita tena Mbiti. Sasa ndio nikashtuka nikisema ya kwamba wewe umefikaje huku? Alitabasamu akasema umesahau nilikwambia mimi naishi mitaa hii. Siku ile ulinisaidia sana, nilikwambia kabisa. Nikasema mitaa hii? Hata sikumbuki. Ni hii kweli? Alitabasamu akasema sasa nikudanganya ile weje. Sikia, unaonekana upo sawa. Mimi kuna vitu napitisha nyumbani, ni mtaa wa pili tu hapo. Alafu baada ya hapo, kwa kuwa sasa ilikuwa tuonane leo, basi tutafute mahali tukae. Nilimtazama hata siwezi kusema lolote. Basi aliendelea kunivuta taratibu, tukawa tunatembea. Alifungua mlango wa gari, nikaingia. Nilikaa kwa kutulia kabisa. Basi na aliingia nini? Ingawa hata sikuwa najua kwa nini anatabasamu. Alinitazama kusema kwamba Mbiti mkufu. Nijishika shingoni na kusema kwamba samani, chukua ni wako. Alitabasamu na kusema endesha gari. Sasa dereva aliendelea na kisha alisema kwamba nitauchukua lazima. Nilitaka tu nikwambie umekupendeza sana. Nimtizama na kusema ni mzuri. Yeye alisema kwamba afu najua ile siku uliniuliza kama ni wangu. Kwani umewahi kuona mkufu wa namna hii mahali? Nisema na ufahamu ni kama nimewahi kumiliki mkufu wa namna hii, ila sikumbuki ulipo. Alisema unasema kweli? Wewe ulipata wapi? Basi nilishtuka. Alafu nilinyamaza, maana kusema kweli mimi na upata ndotoni. Ina maana sio halisi. Nilimtazama na kisha kauliza kwamba jana usiku ulikuwa wapi? Alijibu mimi nilikuwa nyumbani, nilikuwa na mama yangu na wadogo zangu, nilikuwa tu nyumbani. Nikamwambia ina maana hujafika kwangu? Akasema kwako kivipi Sambiti? Hivi upo sawa kweli? Nikasema basi sawa, ili tuzungumze mambo mengine. Tataliza alitabasamu tu, alafu aliendelea kunitazama. Basi tulifika mpaka nyumbani kwao. Tuliingia. Baada ya kuingia, hii nyumba ni nzuri sana, kuna swimming pool nini, tena zaidi ya 2, bustani. Hii sehemu ni mara ya kwanza mimi nafika, lakini ninazo hisia utafikiri mimi ni wa hapa. Nina ile hali ya kujua hii sehemu. Harufu ni kama nimewahi kufika au kuishi hapa. Ndio hali nilikuwa najisikia. Nikanajiuliza kwa nini nina amani hapa? Ni kama ninapafahamu sana. Hii tafsiri yake ni nini? Mbona sielewi? Nikiwa nawaza hivyo, niliona watoto wadogo 3, wazuri sana, wanafanana sana na Tataliza. Walikuja na kunikumbatia kwa furaha. Sasa mimi nikaa tu nashangaa. Hata mama yake alitoka, sura yake ni kama Tataliza. Basi Tataliza alisema kwamba mama, unakumbuka nilisema nimekutana na msamaria mwema akanisaidia, lakini kwa bahati mbaya nikasahau mkufu wangu na
Na baadaye ndo akaniambia kwamba mkufu nimeusawe, ndio huyu hapa sasa. Mama yake alifurahi sana. Akasema, "Oh, karibu sana mwanangu. Jisikie upo nyumbani. Hapa sio kwa Tataliza tu, hata wewe ni nyumbani kwako pia." Basi nitabasamu nikasema, "Nashukuru sana mama." Mama alisema, "Haya, karibu ndani, karibu sana." Basi mimi nilimtazama Tata na kisha nikasema kwamba siku nyingine mama, nitakuja hapa mapema sana. Kwa leo ratiba ni ngumu kidogo. Mama alisema, "Hakuna shida hata kidogo. Karibu sana. Mimi nimefurahi kukufahamu Biti." Basi Tata alisema kwamba mama, yani umeshika mpaka jina. Tulicheka. Kisha mimi na Tataliza tulianza tena kutoka na dereva yake. Nilikuwa na mtazama tunawaza vingi sana kichwani. Natamani kumuuliza ile mdomo wangu ni mzito sana. Yeye ni nani? Mkufu imekuaje na yeye anao? Sielewi, nachoka kabisa. Na sasa nimetoka nyumbani kwao. Kwa macho yangu nimepaona na nimeongea na mama yake. Sasa maswali yangu naona hata hayana nguvu tena. Nilichoka tu. Nikaa natazama mazingira huku tulipo. Kuna vibao vidogo. Basi tulienda moja kwa moja kati ya hoteli kubwa sana hapa Posta. Na mazingira ni mazuri sana. Ni ukaribu wa bahari na unazidi kufanya hoteli hii zidi kutembelewa na watu wengi sana. Sasa nakumbuka sana tukiwa pale aliniambia akiona tabasamu ya kwamba mimi huwa napenda sana kuja sehemu kama hizi. Inafanya akili yangu ichangamke. Nikasema, "Oh, ni pazuri sana. Unajua mimi sijawahi kuingia hapa ndani, huwa napita tu." Alisema, "Ni pazuri sana, ni pazuri mno." Basi wakati huo sasa mhudumu alikuja. Nikaagiza chakula na alisema kwamba tuletee wote chakula cha aina moja. Halafu alinitazama. Mimi niliendelea kutabasamu kisha akaniambia kwamba unaonekana haupo sawa kabisa. Vipi? Umegombana na mpenzi wako? Nishtuka nikasema, "Mpenzi? Hapana, sijagombana na mpenzi." Alisema, "Oh, unataka kuniambia nini sasa? Yani jambo gani ambalo linakusumbua?" Nikasema, nimemkosea rafiki yangu sana. Hataki tena kuniona. So najisikia vibaya sana." Akasema, "Rafiki tu. Vipi kuhusu mpenzi? Unaye mpenzi?" Akasema, "Hapana, sina mpenzi." Akasema, "Oh, wow. Mbiti, hata mimi sina mpenzi. Kumbe unaweza kuwa mpenzi wangu eh? Unajua Mbiti, mimi nipo hapa kwa ajili yako. Kazi maalum ni wewe. Na ndio maana nipo hapa. Kazi yangu ikiisha nitaondoka na utaishi maisha yako vizuri kabisa." Nilimtazama nikasema, "Kazi maalum? Kazi gani? Kivipi yani?" Alitabasamu akasema, "Bado kidogo sana utajua kila kitu na utafurahia maisha. Muda wangu unaisha kuwepo hapa. Wewe endelea kufurahia ila nitakuondoa hapa, sawa eh? Kula umalize kula." Basi aliinuka na akaondoka. Sasa nilimtazama nikasema kwamba Tataliza, Tata, bwana uwezi kuniacha tafadhali bwana. Hebu naomba tuondoke wote tafadhali Tata. Alinitazama na kutabasamu akipunga mkono. Nilishangaa tu naitwa kaka upo sawa kweli? Nishangaa alikuwa ni mhudumu. Alafu baadhi ya wateja wananishangaa tu. Mezani kuna mchanga ule wa baharini mkavu. Nikamtazama na kusema, ni nini hiki? Mbona mchanga mezani?" Huyo dada mhudumu alinitazama kwa makini na kusema kwa upole kwamba, "Tulia kaka. Naona kuna kitu hakipo sawa. Wakati tunaingia hapa haukuonekana kuwa sawa kabisa. Ulifika na ukaketi." Nilishangaa nikasema, "Wewe, kuna mwanamke nikuja naye hapa, ulimuona?" Huyo mhudumu alishangaa akasema, "Mwanamke? Hapana, umefika hapa peke yako." Nilishangaa akasema, "Peke yangu? Kivipi yani?" Alienda kusema kwamba, "Samahani kaka, ulikuwa mwenyewe na baada ya kufika hapa ulipokaa nilikufuata na kukuta unazungumza peke yako. Nilikuuliza tukaa hatuelewani kabisa. Kwa hiyo naomba nisamehe sana, lakini cha kushangaza ulikataa kuagiza chakula na badala yake ulikuwa unakula mchanga." Nilishangaa nikasema mchanga? Ina maana mimi nilikuwa na unataka kuniambia nilikuwa nakula mchanga? Yule mhudumu akasema, "Ndio kaka." Nikatazama tena mezani, hapakuwa na mchanga tena. Nitabasamu nikasema, "Hapana, itakuwa nachanganyikiwa. Chakula changu nilichoagiza ni hiki hapa. Si unaona chips samaki hiki hapa jamani." Udada alinitazama na kusikitika. Kisha alisema kwamba, "Pole sana, unaonekana upo vizuri, nisamehe sana."
Nimtazama udada, najaribu kuelewa ananiambia kitu gani. Mimi nimetoka kwa Brianna nikiwa mzima kabisa fresh. Nimetoka kwa Brianna najitambua fresh. Sasa ni kitu gani kinaendelea mdau? Hata nataka kuharibu muonekano wangu kabisa. Mbona kama naanza kuvuliwa nguo kweupe? Ina maana ni ile adhabu ya ndotoni ndio ninayo. Nijishika shingoni, bado nilikuwa na mkufu. Nikajiuliza kwamba ina maana hajachukua mkufu wake na alisema anauchukua mkufu wake. Kikweli nilichanganyikiwa. Sikutaka hata kuaga. Nitoka pale haraka. Kufika nje nikaita taksi na kumuelekeza wapi naenda. Safari ilikuwa ni nyumbani, huku kichwa changu kikiwa na mambo mengi sana. Nilikuwa sasa kama ninaanza kupata mwanga. Naona kabisa mkufu huu sio wa kawaida na cheni hii ina sababu sio wa kawaida. Nilianza kuwaza mambo haya yote kuanzia utoto wangu mpaka siku ya leo. Nijikuta ninamtumia ujumbe Brianna. Nikasema kwamba Brianna, nimebaki na wewe peke yako. Wewe ndio unayenielewa mimi, tafadhali usinikasirikie, naomba unisikilize na kuomba sana. Brianna hakunijibu hata. Kikweli kwenye maisha yangu kwa mara ya kwanza najisikia kupoteza kitu kikubwa na muhimu sana kwenye maisha. Inaniuma na sina kitu naweza kufanya. Ninakumbuka yule dereva aliniuliza kwamba upo sawa kaka. Nimtizama tu na kuacha endelee na kazi yake, maana hata kumjibu hata mimi sikuweza. Nakumbuka nikiwa ndani ya gari nilipata wazo, nikafuta kabisa namba ya Tata, huku nikisema siku akihitaji mkufu wake nitampatia, siwezi tena wasiliana naye. Sina amani kabisa. Basi dereva aliendesha gari na baada ya muda nilifika kwangu, nililipia na kuingia zangu ndani. Nilipofika ndani nilivua ule mkufu. Ndio kitu cha kwanza nilifanya. Nilipovua mkufu nilihisi maumivu makali sana ya shingo. Niliumia shingo, hata nililia kwa maumivu makali. Nikasikia sauti ya mzee kwa ukali ikisema kwamba ni nani aliyekuambia uvue huo mkufu? Varaka. Nibaki nimeshikilia tu shingo yangu, mkufu ukiwa pale mezani. Mara niliacha kuumia na mkufu ulikuwa shingoni kwangu. Nilikimbilia mbele ya kioo kujitazama, mkufu ukiwa kwenye shingo yangu. Nilitokwa na machozi. Naona maisha yangu yanaangamia, siku sio nyingi. Nikiwa nimesimama pale nilikumbuka maneno ya Brianna vile anasisitiza nijiombee. Kuomba mimi sijui na naanzaje? Nilishika simu yangu, nilienda kwa jina la Brianna tena. Nilijaribu kumpigia lakini hakupokea simu yangu. Nilitokwa na machozi. Nilikumbuka vile ananiambia kwamba nakutumia vitu WhatsApp hata ufungui. Kwa nini lakini? Basi haraka nikaingia WhatsApp. Nilipoingia tu nilikutana na link ya ukurasa wake wa YouTube. Na nyingine ilikuwa ni Instagram. Nilitabasamu baada ya kuona, nilifungua haraka sana. Nilipofungua nilikutana na uso wa huyu msichana mzuri Brianna. Alikuwa amependeza sana. Nikaongeza sauti nikaanza kusikiliza. Basi alisema ya kwamba kuna video moja nifungua, akasema ya kwamba maisha ni siri kubwa sana. Kila mtu kwenye maisha anapitia mambo magumu ambayo hata kuelezea wakati mwingine ni Mungu peke yake anaelewa. Tusiwe wepesi sana kuhukumu na kunyoshia watu vidole. Kama unataka kumsaidia mtu, msaidie tu kwa upendo, na ikiwa hauwezi basi achana naye kabisani. Mungu atafanya kazi yake. Kitu pekee mimi najua na kuelewa, sisi wote chanzo chetu ni Mungu. Haijalishi umefanya dhambi gani, haijalishi umekosea wapi. Ukirudi kwa Mungu kwa kujuta na kumaanisha, Mungu anasamehe. Mshahara dhambi ni mauti. Hakuna malipo tofauti na hapo. Sasa hakikisha mauti ikikufika unakuwa umetengeneza na Mungu wako. Mungu anasubiri wewe uamue. Mungu anasubiri wewe utake. Tatizo ni kuwa watu wengi sana wanatafuta kuona nini kinatokea pasipo kusoma neno. Sikiliza hilo unalowaza, hilo unalofikiria, hilo linalokusumbua. Majibu yake yapo kwenye kusoma maandiko. Soma maandiko na uelewe. Soma ujue nini unataka kwenye maisha yako. Mungu ni Mungu wa wote, hana ubaguzi. Ukitaka kuishi maisha mazuri yenye amani na furaha, rudi kwa Mungu. Utafurahia na mambo yote. Kila kitu kitaenda sawa kabisa. Msikilizaji, sijui hata nililala vipi, nilijikuta tu naamka asubuhi. Kuna ile moment unaangalia movie, alafu usingizi hujui umekupitia saa ngapi. Unajikuta tu kasimu kame dondoka kitandani. Yaani unashtuka movie ilishaisha
na hujui umesinziaje na hujui uliishia wapi. Sasa ndio mimi sasa kilichonikuta. Au ni kama vile upo nyumba ya ibada, yani wewe umelala usiku mzima, usingizi huna, eti mahubiri tu yakianza, mawaidha tu yakianza, unaanza kusinzia. Shetani yupo hai. So sijui hata mimi nilala vipi, nijikuta tu naamka asubuhi. Kitu cha kwanza nilikuwa najua nataka kufanya ni kuona kama Brianna amenitafuta. Nilishika simu na sikuona kitu chochote kile. Nilishazoea asubuhi nikiamka mtoto wa watu, naamka na maita tamu. Sasa hivi hakuna hata kitu. Nijisikia vibaya sana ndani ya moyo wangu. Niliinuka na kuweka sawa kitanda changu na kisha safari ya kuelekea bafuni. Nilioga nikajiweka vizuri kabisa. Nilipendeza kama kawaida yangu. Nilienda kwenye gari, nijaribu tena au niache tu niondoke zangu kisha watu wa kutengeneza wafuate. Badala yake ni kuwa gari iliwaka tena bila shida yoyote. Nilianza safari ya kuelekea kazini. Nilipofika tu ofisini kwangu, secretary wangu aliingia. Baada ya kusalimia nikamuuliza kwamba vipi Brianna amefika. Nitabasamu na kusema tatamu. Nijikuta nacheka kidogo nikasema hamna nini, lakini vipi amefika? Alinitazama na kusema amefika lakini haonekani kuwa sawa, sijui ana shida gani. Nivuta pumzi nikasema okay, ni sawa, hakuna shida. Basi bwana, tukaongea pale kuhusu kazi. Alipomaliza mimi nikataka kumfuata Brianna. Vile nafungua tu mlango na yeye alikuwa anaingia. Nitabasamu kumuona. Alinitazama kisha alisalimia akasema good morning Honorable Mbiti. Nitabasamu kidogo na kusema good morning my tatamu. Basi alinitazama kusema kwamba nisikize Mbiti, tupo kazini na mimi sio kitu kwako. Kwa hiyo acha utani na kuigiza kama hakuna tatizo kati yetu. Tafadhali tuongee kuhusu kazi. Nijikuta natokwa chozi. Yaani mimi sijawahi kuwa dhaifu hivi kwenye maisha mpaka nilipokutana na Brianna. Nilimtazama na kusema kwamba Brianna, sijamaanisha chochote nilichosema. Niamini haikuwa akili yangu kabisa. Sijui nikwambie nini unielewe. Maisha yangu yanaharibika Brianna. Siwezi kueleweka kwa sasa, ila naomba nafasi kwanza na nakuahidi nitakuelezea kila kitu. Tafadhali naomba unisamehe. Basi nilimuona ni kama Brianna anataka kulia hivi. Akaniuliza swali ya kwamba ulipanga kuniambia kila kitu lini? Kwa mfano kuoa, ulipanga kuniambia lini? Nishtuka nikasema kuoa, una maana gani? Brianna alicheka. Akasema unashangaa Yaani wanaume sije mna shida gani? Wewe umeoa wewe? Baada ya kunifukuza na mke wako Mwarabu akaja kunionya nikae mbali na wewe. Nikashangaa kukuona nyumbani tena asubuhi ulivyokosa akili ukaja tena kwa baba yangu na mwanamke wako. Hivi Mbiti unanichukuliaje mimi? Nilichoka nikasema Mungu wangu. Nimeisha mimi. Mke Mwarabu. Brianna, najua huwezi kunielewa mpaka unipe sikio na pia bado sidhani kama utaniamini. Mimi sina mke. Sijaoa mimi. Huyu mwanamke ni kichaa. Sijui hata ni nani na anatokea wapi. Tafadhali Brianna, naomba niamini sijaoa. Niliona Brianna akitokwa na machozi. Akasema kwamba acha kunifanya mpumbavu Mbiti. Acha kunifanya mtoto mdogo. Umesikia Sasa naomba unisikie kwa makini. Kaa mbali na mimi Mbiti. Hivi kumbe maneno yanauma Inauma ukiambiwa na mtu wako kaa mbali na mimi. Brianna alianza kutoka. Nilijikuta nalia kwa uchungu nikisema kwamba ukiniacha nitakufa Brianna. Mimi sina mtu mwingine zaidi yako wa kunitetea kwenye hii vita. Brianna, sina msaada, naangamia. Na wewe peke yako ndo msaada wangu. Tangu nimkutana na wewe sijui hata niseme nini. Wataniua mimi Brianna. Brianna alisimama na kisha kwa huruma aligeuka kunitazama. Akaniuliza swali ya kwamba watakuua. Wakina nani yani? Na kwa nini wakuue? Sasa vile nataka kumjibu tu, niliona yule mzee ndani ya ofisi yangu pamoja na Tataliza. Nikawa nataka kuongea lakini siwezi. Wanacheka. Nikawa nataka kuzungumza ni wananicheka. Nilijikuta nanyosha tu kidole. Brianna alinisogelea kwa hofu na kusema ya kwamba una shida gani? Mbiti, una nini? Upo sawa kweli? Nilijikuta hata machozi yananitoka.
siwezi kuzungumza kabisa. Yaani ni kama kitu kinanikaba kifuani. Brianna alinitazama. Aliniwekea mkono wake juu ya kichwa changu. Nilimuona akiwa anaomba. Lakini namna maumivu ninavyojisikia na mambo ya kukabwa hata nashindwa kuzungumza. Nijikuta siwezi kabisa hata kumsikia. Roho yangu ilikuwa inaniuma kupita kiasi. Natamani hata niweze kusema kwa Brianna, nifunguke haya yanayonisibu, pengine labda ninaweza nikapata nafuu. Lakini wapi? Hawa watu ambao siwajui wakati Brianna anasali walionekana kuchukia sana. Walitoweka mbele yangu. Na kisha nilijikuta napata nafuu kubwa sana. Kifuani paliachia na nikajikuta nina hema kwa nguvu zote. Brianna alichuchumaa na kunitazama kwa huruma. Aliniita kwa pole, Mbiti. Msikilizaji, sijui nikwambie nini, ila nilipata uchungu sana ndani ya moyo wangu. Nilipoteza nguvu ya ujasiri na wanaume wangu kwa huyo mwanamke. Nilijikuta nikisema kwamba nisamehe Brianna. Nateseka, tafadhali nisaidie, nitakufa. Basi Brianna alinitazama akaniambia kwamba tuondoke hapa au unaweza kuzungumza na mimi hapa. Nikasema, Brianna, natamani kupata upepo safi, nipeleke popote pale. Basi Brianna alinikumbatia kwa upendo akasema kwamba pole sana Mbiti. Sijui ni unapitia kwenye maisha yako, sijui ni kitu gani kinakusumbua kwenye maisha yako, lakini nipo hapa kuambia kwamba mbele za Mungu hakuna jambo gumu. Yote ni rahisi sana kwa Mungu. Tena anafanya kwa urahisi kabisa. Acha kukiri kufa, acha kuogopa, kuwa jasiri, kuwa imara, tutashinda. Machozi yako yafute, acha kulia. Acha kumpa shetani ushindi, wewe muamini Mungu peke yake. Basi akana nifuta chozi. Nilisema kwamba usiniache na kuomba sana. Hata kitokee nini, vumilia, usiniache. Basi nilikuwa natia huruma sana. Brianna hakujali tena hasira zake. Yeye aliziweka pembeni hasira zake. Alinifuta machozi. Aliniweka vizuri nguo nilizokuwa nimevaa na kisha alinishika mkono akasema, tuondoke tafadhali. Nilisema kazi, lakini alinitazama akasema, sio muhimu kama wewe ulivyo muhimu, tuondoke. Basi kweli bwana, alinishika mkono na taratibu tulianza kutoka. Hakujali hata watu watasema nini. Yeye alijali kuhusu mimi tu ninavyojisikia. Tulipofika tu nje, mbele yangu nilimuona Tatalaiza na ule mzee. Wamevalia mavazi meupe, yani ni meupe sana, na wamekasirika mno, hawacheki na yeyote. Niliogopa hata kutembea. Asa Brianna alinitazama akasema kwamba umesimama, kuna nini tena? Nilikuwa natazama tu mbele. Brianna alinitazama na kuniwekea vidole mbele ili kuthibitisha kama naona. Lakini sikuwa naweza hata kuongea. Zaidi nilinyoosha tu tena mkono. Wale watu walitoweka. Niliogopa na kusema kwamba wapo hapa Brianna, wananifuatilia. Brianna alinitazama, alinishika mkono akasema kwamba tembea, usiogope, nipo hapa na wewe. Nilimwambia kwa huruma ya kwamba hautoniacha, si ndio? Brianna akasema, nipo na wewe Mbiti. Nitasimama na wewe mpaka nihakikishe unafurahia maisha. Tafadhali. Nimekwambia usiweke mipaka, kuwa huru. Basi nimtazama tu, maana hali yangu na vitu ninavyopitia vinaogopesha sana. Nilitembea nikitazama huku na kule, sikuona mtu yote. Jirani na pale ofisini kwetu kuna sehemu ya kupata chakula. Ndio tulitembea mpaka hapo. Tulipofika, aliniuliza kwamba utakunywa supu? Kwa upole nikamjibu hapana, nahitaji maji tu. Basi naye aliagiza kikombe cha kahawa kwa sababu ilikuwa ni asubuhi bado. Walipotuandalia, Brianna kwa upole sana alishika mikono yangu yote. Akasema kwamba Mbiti, upo sawa kweli? Unaweza kuniambia nini kinaendelea? Tafadhali sana. Kwanza unalia na kuniumiza sana. Alafu Mbiti, uliniambia watakuwa ni wakina nani? Ukasema tena wapo hapa. Ni wakina nani hao na kwa nini wakuue? Una kitu chao wanakudai? Nilimtazama kwa upole sana. Nikasema kwamba naomba nisamehe sana kwa tabia niliyokuonyesha jana Brianna. Sio tabia yangu na unajua. Nashukuru pia kwa kutumia muda wako kwa ajili yangu jana. Siwezi kusema lolote kwa sababu sielewi chochote kuhusu maombi uliyofanya, ila nashukuru. Brianna, nakumisi sana. Nakukumbuka sana. Maneno yote niliyosema ninayokumbuka na ambayo sikumbuki, ninakuomba sana nisamehe tafadhali. Nakuomba sana, sikumaanisha kitu chochote, nimekosea. Basi alinitazama kusema kwamba nakuelewa Mbiti.
Sijaishi na wewe muda mrefu, lakini umeishi na babangu muda mrefu. Anakufahamu vizuri na kamwe hujawahi kuzungumzia vibaya. Ninamfahamu baba yangu, sio mrahisi hivi kumkubali na kumkumbatia mtu, lakini wewe ni kweli niliumia kwa sababu sikutegemea kutoka kwako, lakini pia nilijisikia vibaya usiku ule ukanifukuza. Na alipofika hapo alikuwa anatoa machozi. Basi nilimtazama na kusema please. Alinitazama na kusema kwamba umesema hujaoa, yule mwanamke ni nani? Aliponiuliza hivyo tayari nilikuwa namuona amekaa pembeni ya Brianna. Nikashtuka. Brianna akasema Lord Jesus. Tata Liza akatoweka. Akaniuliza una nini lakini mbona umeshtuka sana? Nisema kwa unyonge tuondoke hapa. Brianna alitabasamu na kusema kwamba hatutaogopa chochote bali kumkosa Mungu kwenye maisha yetu. Inaweza ikawa ni shida sana. Niambie tafadhali. Nitamani mimi niwe ndio Brianna. Huku kujiamini anakojiamini ni nguvu kubwa sana sijawahi kuona kwenye maisha yangu. Aikia nani sijawahi kuona. Huyu binti anajiamini. Nilimshika mikono yake na nikafumba macho yangu. Nilitetemeka, nilikuwa naogopa sana kusema. Nilijikaza nikasema kwamba sijaoa, nasema ukweli. Unakumbuka ile siku mgawa tulienda kula kabla hata ya kazi? Ndio siku ya kwanza nilimuona pale mgawani. Ina maana hukumuona? Alikuwa anautazama sana. Brianna alisema kwamba hapana sikumuona na sijawahi kumuona kabisa. Nisema okay, nilimuona. Tena nilimuona dukani tulipofuata nguo. Brianna akasema, ile siku mbona mimi sikumuona? Nilifumbua macho na kusema na mara ya 3 ni jana. Kuna kitu cha ajabu kimenitokea. Nilipokuwa kwenu nilikuja na pikipiki baada ya gari yangu kusumbua. Brianna alishangaa na kuniuliza pikipiki? Nilimtazama nikasema hata mlinzi alishangaa, lakini mimi nilikuja na pikipiki. Na niliposhindwa kukuona nilitoka, hapakuwa na huyo mtu tena. Nilianza kuondoka zangu. Sikufika mbali nilisimamishwa na gari na alikuwa ni yeye. Alinichukua kwa lengo la kunisaidia mpaka barabarani. Ila aliomba apite kwao kwa sababu alikuwa anaweka mizigo yake na kisha ndio anisaidie. Sikuona kama ni kitu kibaya. Alinichukua mpaka hoteli, lakini baada ya muda mhudumu alisema niliingia pale peke yangu na nilikuwa naongea lugha ya ajabu, hawanielewi. Niliondoka nikiwa nimefadhaika sana. Basi nilimsimulia kwa kifupi na sikuwa nimesema kuhusu mkufu. Sijui kwa nini swala mkufu huo ni gumu sana kwangu. Nilimtazama Brianna usoni. Alinishangaa na kusema kwamba lugha ya ajabu? Ndio, hata mimi si nimewahi kukuambia kwamba unaongea vitu vya ajabu. Hivi ni kwa nini? Yaani inawezekana huyu mwanamke ni mtu mbaya. Anataka nini kwako lakini? Na kwa nini alinifuata tena nyumbani bila hofu na alijitambulisha jina lake na ni Tata Liza? Yeah, exactly. Tata Liza. Na aliniambia kwamba wewe ni mume wake, nikae mbali na wewe, nitafute mume wangu au niingilie maisha yako, chochote kitakachonipata nisilaumu mtu. Hata mimi nimeambiwa nikae mbali na wewe. Sitaki kuwa nawe karibu. Msubiri. Una hakika unapafahamu kwao? Napakumbuka kuna baadhi ya vibao nilikuwa naona bado ninavyo kichwani. Sasa anyway, naelewa kwa nini naota ndoto mbaya. Inawezekana kuna hatari kwenye maisha yako Mbete. Kuna chochote unataka kuniambia cha kusaidia? Naogopa sana Brianna. Nyumba yangu mauzauza, sielewi kabisa. Msikilizaji, sijui hata ilikuwaje waliniacha niongee haya, sielewi, ila niliweza. Brianna alinitazama na kisha alipiga ishara ya msalaba na kubusu ule mkono wake. Nilimtazama na kumuuliza kwamba kujiombea ni kufanya nini? Unataka kuniambia kwamba hujui lolote wala hujawahi kusikia? Nilinamisha kichwa changu. Sio kwamba sikuwahi sikia, ila sijui ni vitu gani. Maisha yangu yote yamekaa mbali na Mungu. Sijui lolote mimi kuhusu Mungu wala namna anafanya kazi, mimi sijui. Brianna alikuwa amepoa kwa muda. Nikamuuliza, ndoto gani unaota? Porini. Naota porini kuna wanyama wengi wakali. Alafu wewe upo na watu wa kutisha sana. Unateswa. Unalia na kuomba msaada. Kuna mwanamke ambaye wewe unamuita, mama nisaidie, mama nisaidie. Mama huyo analia sana.
Hao watu wa kutisha wanacheka wakisema hakuna wa kukusaidia zaidi yako, kubali tu, kubali yaishe. Nikubali nini? Sijui, lakini nilionekana nateseka sana kukufikia kwa sababu wanyama ni wakali sana. Sasa naelewa, hii ni vita yako na unatakiwa ushinde Mbiti. Najua sio rahisi, ila unatakiwa kushinda. Unatakiwa kuwa mshindi, na ili ushinde ni lazima ukubaliane na mimi baadhi ya mambo na utambue kuwa mambo hayatakuwa rahisi. Mambo yatakuwa ni magumu sana kwetu, lakini tushikamane. Brianna, wewe ni mtu wa muhimu sana. Mimi sijui kuhusu vita, ila maneno yako yamenipa nguvu sana. Nimepunguza uzito fulani. My honorable Tatam. Nijikuta natabasamu, machozi yakitoka. Alafu nilisema honorable. Alisema, wewe ni mheshimiwa. Umefanya mengi sana mazuri. So tutapambana. Niambie, ulisema unakumbuka vibao vya barabarani. Nitajie. Nijikuta namtajia vile nakumbuka. Brianna alinitazama na kusema, vipo wapi hivi? Ni posta hii. Sio hata mbali kutoka kwenu, ni mtaa wa nyuma tu. Hapana, sio kweli. Sio kweli, posta hakuna kitu kama hiki. Ina maana gani? Hata hivyo dereva anajua sehemu nyingi, na kama hajui atauliza. Acha nimpigie. Aliongea na dereva, kisha alikata simu na kuanza kumtumia ujumbe. Nilijua anamtumia zile location. Brianna alikuwa ananitazama na kisha alisema kwamba usiogope, haya yote yatapita. Unajua natamani sana uone moyo wangu. Ujue ninavyojisikia. Ujue hofu yangu. Yaani siishi maisha yangu kabisa, ninaogopa kila kitu. Kwa mpole tafadhali Mbiti. Unajua maisha yanataka maamuzi magumu sana wakati mwingine. So kuwa jasiri. Kwa ajili yako mwenyewe, wewe ni mshindi na umeshinda ete. Sasa wakati anaongea nikawa kama anabadilika, yani anakuwa kitu cha kutisha. Yaani ni kama anakuwa mnyama kama ambavyo huwa anakuwa. Niliogopa na kuanza kurudi nyuma. Alafu naona Tataliza ananicheka. Hata watu sasa wakawa wananishangaa. Brianna akiwa vizuri alikuja kunishika na kusema kwamba Mbiti, nini shida, unajisikiaje? Sikuweza kusema lolote zaidi, niliinamisha tu kichwa changu. Brianna nilisikia akiomba radhi akisema kwamba samahani sana jamani, samahani mtusamee. Nilikuwa naumia moyoni. Brianna aliuliza kwamba unaweza kufanya kazi kweli au nikupeleke nyumbani? Nilimtazama nikasema nyumbani? Wapi Brianna? Mimi naogopa nyumba yangu. Brianna itabasamu na kuniuliza unamwamini Mungu? Sio haraka hivyo Brianna, sio rahisi. Tutajua cha kufanya, tuondoke hapa. Basi alinishika mkono na kisha tulianza kuondoka. Tulifika mpaka sehemu zilipo gari. Aliniambia kwamba utanisubiri hapa na dereva, muda si mrefu ninarudi, nafuata vitu vyangu. Nilimtazama kisha nikamtazama dereva. Unajua mpaka naogopa dereva sije nikunibadilikia hapa Nilimtazama dereva. Brianna alitabasamu na kuninong'oneza sikioni akasema kwamba ukihisi chochote kibaya, ita Yesu, Mungu wa mbinguni nisaidie. Sasa mimi nilimtazama tu, maana majina mimi tangu nimezaliwa yani sijawahi kuita wala kutaja popote. Tena bora Mungu peke yake, huwa anasema tu. Lakini nasema Mungu wangu. Sasa hata sijui kama Mungu wangu ni Mungu wako au wangu ni wangu peke yangu. So nilimtazama tu. Nimtazama anavyonitazama na tabasamu, hata sijui hii nguvu anaitoa wapi. Kwani mimi vitu nilivyozungumza mimi mwenyewe vinanitisha. Na hapo nimeficha vitu, maana mimi siwezi kuzungumza kila kitu. Anaweza kuniacha huyu. Hivi eti namwambiaje kwamba mimi nageuka mnyama? Nasemaje na mkufu na unafanya ninavyotaka? Ninawezaje kusema bibi yangu mkubwa alikufa kwa sababu niliamuru tu afe? Nawezaje kusema kuna wanawake ulijua na lala nao mimi kumbe hapana? Nawezaje kusema nilitumia mkufu kwa rafiki yake na alichomwambia ni kweli? Nawezaje? Ninyamaza na kuacha tu yapite. Basi hakurudi kwa haraka, na aliporudi alifungua mkoba wake, akatoa chupa ya maji na kuninyunyuzia. Akamwagia yale maji gari huku akizunguka. Alafu alinitazama na kusema kwamba tuingie sasa ndani ya gari. Basi tuliingia na kisha alisema tusali kabla safari. Nilimtazama mrembo, alipiga ishara msalaba na kusema kwamba Mungu, tunajinyenyekeza mbele yako, hatujui nini kipo mbele yetu, ila tunaomba ulinzi wako na malaika wako wote, utulinde katika hatari zote zilizopo mbele yetu, tunakuomba tukiamini mikononi mwako tupo salama. Amen. Nitabasamu tu. Brianna alisema dereva, unaweza kuendelea na safari.
Basi ilikuwa ni mida ya saa 5 hivi. Tulianza safari. Brianna alikuwa amenishika mkono ndani ya gari. Alikuwa amefumba macho yake. Ni wazi labda alikuwa anasali au anatafakari jambo. Sasa mimi nikana shangaa, mbona muda unaenda hatufiki? Na mimi nilikuwa nahangaika ndani ya gari. Kuna muda nilisema ya kwamba kama hatufiki turudi. Brianna akasema hapana. Nimeomba ruhusa kazini kwa sababu ya hili. Nataka tu tujue chanzo cha tatizo na tuone kama tunaweza kutatua sisi wenyewe au tunahitaji msaada. Nilimtazama na kusema barabara ni hii lakini mbona sio posta huko? Brianna aliniangalia kusema kwamba hata mimi ndio swali nitaka kuuliza. Una hakika ulifika nyumbani kwao? Nilisema kwa kumtazama ya kwamba nina hakika 100% zote. Nimefika na nimeongea na mama yake mpaka wadogo zake. Asa Brianna alinitazama na kumuuliza dereva kwamba bado tu sana. Dereva alijibu bado madam. Nilishangaa lakini vibao ndio hivi nakumbuka vizuri sana na sijui hata imekuaje nakumbuka vibao mpaka baadhi ya vitu nilivyoona barabarani na kweli nilikuwa naviona tena hapa. Gari iliendelea na safari mpaka tulikaribia hilo eneo ambalo mimi nakumbuka kabisa kibao cha mwisho na tulifika mpaka kwenye hilo eneo. Ilikuwa saa 5 wakati tunaondoka, kufika mwisho wa safari ni saa 10. Unajua kitu cha kushangaza, hakuna nyumba kwenye hili eneo. Huku ni baharini, ni upepo wa bahari na watu wakifurahi. Ni mbali sana. Nikamuuliza Brianna kwamba mbona umeleta baharini? Mimi nilikwambia tulikuwa posta. Brianna alichoka. Alinitazama na kusema kwamba kasome kile kibao pale. Tumefuata maagizo yako tumbete. Basi nilienda kusoma. Brianna alikuwa sahihi, nilichoka. Nikapata maumivu makali ya kichwa. Sikuweza hata kuinuka pale. Nilikuwa najisikia vibaya sana. Nilipelekwa nyumbani. Iweje kumbe ni mbali hivi? Na mimi niliona ni karibu tu na tena hakuna hata nyumba. Ina maana ni macho ama? Tata Liza ni nani? Nilimtazama Brianna na kusema kwamba najaribu kukubali kuwa ina maana nimekutana na Brianna alinitazama huko akinihurumia. Hivi yani inawezekanaje zile simulizi nilizokuwa nazisikia zamani na kuhisi ni uongo leo hii eti inanitokea na tena tayari nimefanya naye mapenzi na kufurahia sana. Mimi nimefanya mapenzi na jini. Mimi? Hapana. Sio jini, haiwezekani bana. Sasa nini kinaendelea kwangu? Ni nani? Mkufu. Yeye mwenyewe na namba zake, kilichotokea jana, ndoto za kufanya mapenzi mpaka porini. Hapana. Siwezi kukubali hili. Nililia nikisema inawezekanaje kwa hivi Brianna? Nimekosea wapi mimi hata nitokea yote? Nilimwona Brianna akiwa amekosa cha kusema. Kwa mara ya kwanza kabisa kuzungumza kitu chochote. Mimi nikaa natazama huku, natazama kule, sioni nyumba, nachanganyikiwa. Nikiwa kwa hali hiyo, niliwaona Waarabu hawa wakiwa wengi kidogo. Hata ule mama yake Tata Liza alikuwepo na wadogo zake. Walicheka sana, walifurahi sana. Nilikuwa nalia huku nasema kwamba mnataka nini? Mnataka roho yangu? Nimewakosea nini mimi? Kama mnataka ni uweni bwana kuliko kunichezea akili yangu bwana, kunitesa na kunidhalilisha, nimeshachoka. Siwaogopi. Mnanitesa tangu hapo, nimesema siogopi. Nikasikia sauti ile ndani yangu ikisema ya kwamba utajutia. Acha mdomo, acha kelele. Tayari umefanya makosa. Nilikuonya kaa mbali na Brianna. Nilicheka nikisema ya kwamba siwezi kukaa naye mbali Brianna, siwezi kwa sababu ni yeye anayenielewa, ni yeye anayenijali, nimebaki na yeye tu. Nyie ndio mkae mbali na mimi. Basi nilipigwa kibao. Alinipiga simuoni. Niliumia hata nilitaka kuita Yesu. Unajua kilichotokea? Sikuweza, nilibaki na ugulia maumivu huku nikisema yeah. Brianna alikuja akanikumbatia na kusema kwamba tulia mbete, tuondoke hapa. Nilisema nawezaje Brianna? Ninateseka sana, nimefanya nini mimi? Nataka nijue tu namna ya kuondokana na haya Brianna, nimechoka. Brianna alinifuta machozi, alinichukua kwa upendo bila kusema kitu. Dereva alipotuona alikuja kumsaidia. Hapo kichwa nikinawaka moto kwa maumivu kama kinataka chomoka vile. Nilikuwa nina hali mbaya sana maumivu. Nilikuwa naumia. Brianna hachoki hata kusali kwa ajili ya safari. Nadhani amezoea huyo mtu. Yaani huyu inaonekana hata tu akitoka nyumbani kwenda ka safari kafupi tu, labda amepanda bodaboda, ni anaomba. Yeah, of course yupo sahihi. Kuna mambo yanatokea barabarani, wewe mwenyewe unajiuliza huyu ameponaje? Watu wanatoka na mguu wa Mungu na wanarudi na mguu wa Mungu. Ogopa sana. So mimi nilikuwa nalia maumivu ya kichwa, yeye anasali. Nakumbuka alipomaliza alinilaza mapajani mwake akisema kwamba tatam, relax please, relax. Mungu yupo pamoja na sisi. Hili litapita, relax. Msikilizaji, natamani unajua hata huyu angejua namna mimi naumia.
Niliendelea kugulia maumivu ya kichwa na dereva alikuwa ameanza safari ya kurudi na uelekeo ni nyumbani kwangu. Barabara nzima mimi nalia na kichwa tu, lakini Brianna alikuwepo na mimi. Alikuwepo na kufanya maisha yangu yawe rahisi. Ingawa mimi nilikuwa na maumivu, lakini miguuni kwake nilikuwa napata nafuu. Nadhani kila mwanaume anahitaji mwanamke imara na mwenye moyo wa huruma na upendo kama ilivyokuwa kwa Brianna. Sasa kabla hata tujafika nyumbani, ninatamani kuzungumza kitu juu ya ndoto. Ndoto ni kama kioo. Kuna muda kinaonesha yanayoonekana kwa mbele na kuna muda yanaonesha yanayokusumbua nyuma. Ndoto, msikilizaji, inakutafasiria wewe maisha yako. Ndoto ina uwezo wa ikakuharibia maisha yako au kukutengenezea maisha yako. Kuwa makini sana na unachoota unapokuwa umelala. Pole sana wewe unayeamka at the moment unafumbua jicho umesahau ndoto. At the moment unafumbua jicho umesahau. Pole sana. Hiyo sio salama, usichukulie poa. Kuwa makini sana na unachofanya usingizini. Na ukishakiona usingizini, take action mapema. Kizuri, piga goti, asante Mungu. Kibaya, piga goti, Mungu nilinde. Kuna vingi sana sana. Na usipuuze kamwe. Na kuna njia kujitoa kwenye hicho kifungo cha ndoto mbaya. Unajua ni njia gani? Ni kuomba pasipo kuchoka. So safari ya maisha yangu, haya yote alikuwa yanatokea ndani ya maisha yangu. Na mimi nipo hapa kuhakikisha kwamba tuasafiri pamoja, msikilizaji. Naomba usiache hata sekunde. Simulizi yangu ni ngumu sana. Hata mimi nilipoanza kusimulia nilikuwa najiuliza nitaweza vipi kufanya nieleweke, wewe unielewe. Lakini nashukuru mpaka dakika hii tunaelewana vizuri. Lakini ya mbeleni endelea kuvuta pumzi, msikilizaji, kunywa maji. Lakini najitahidi sana kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri, na kama ambavyo kilikuwa na ndani yake kuna mengi sana kujifunza ambayo yatakushangaza na kukuacha mdomo wazi. So endelea kujifunza na kuwa imara katika kila hali ambayo unapitia, sawa? Sasa sisi bwana tufika nyumbani. Tulipofika, Brianna aliniambia kwamba subiri kwanza na kufuata. Alishuka nami nikana mtazama tu. Nilimuona tena akipiga ishara ya msalaba, na kisha baada ya hapo alifungua pochi yake na kutoa tena ile chupa ya maji. Alianza kuyatumia kwa kunyunyuzia nyumba. Niliona akimwagia nyumba. Alianza kuzunguka hii nyumba bila kuogopa. Halafu alirudi tena tulipo na alinifungulia mlango. Alinitoa ndani ya gari, akanisaidia na dereva. Kisha alimwambia dereva baada ya mimi kukaa kwa coach kwamba unaweza kwenda, hakikisha saa 1 kamili asubuhi upo hapo, unanielewa? Basi walau nilipata amani kujua kwa Brianna atakuwepo hapa usiku wote. Dereva alinitazama na kusema kwamba pole sana kaka, utakuwa sawa tu. Nilishukuru na kisha dereva aliondoka. Brianna alinitazama na kusema kwamba unajisikiaje? Nilishikilia kichwa changu nikisema kwamba naumia sana, tafadhali naomba dawa ya maumivu. Basi Brianna alinitazama na kusema kwamba hapana, utakunywa maji. So niliona akielekea jikoni, airudi na maji na kisha akaweka na maji yake ya kwenye chupa. Aliyaombea haya maji na kunipatia. Aliponipatia, nilikuwa natetemeka kunywa yale maji. Nilimwambia kwamba hapana, sina kiu tena, nitakwenda kulala tu. Alinitazama kutabasamu, akasema kwamba utakunywa hayo maji mbiti. Nilimtizama. Kisha aliniambia kwamba unanijali hata kidogo, hata kama sio wewe, vipi kuhusu mama yako? Pengine mimi sio muhimu. Vipi kuhusu kazi yako mpya ambayo inaendelea vizuri sana? Na jina unalojenga na kulitengeneza? Vipi kuhusu kesho yako? Hujali tena? Haya, kunywa hayo maji na kuomba. Basi niliyainua na nilipokaribia tu mdomoni, mikono ilianza kutetemeka. Nilitetemeka sana hata maji yakawa yanamwagika. Brianna haraka alichukua ile glasi na kisha alikaa karibu na mimi. Halafu alininywesha. Mwanzo nilikuwa naiona mabaya sana, hata nataka kutapika, lakini baadaye nilijikuta na nataka kwa haraka. Nilipomaliza maji, niliona mwili wangu ukisisimka vibaya mno. Nilisisimka hata na shangani nini ndani yangu. Nilijiona mwepesi sana. Ile maumivu makali sikuwa nayapata tena. Nilimtazama Brianna na kumuuliza kwamba hayo maji ni maji gani? Brianna alitabasamu akasema ni maji ya baraka. Unatumia kwa imani ya kuwa Mungu yupo ndani yake. Damu ya Yesu inafanya kazi ndani yake. Basi matokeo yake ni mazuri sana. Katika kitu nafikiri kila mwanadamu hapaswi kukosa ni pamoja na maji ya baraka. Nilimtizama tu. Mimi kila kitu najionea miujiza. Nilimtizama na kusema kwamba nataka kupumzika. Basi alisema usijali mheshimiwa Tatamu. Nilimtazama, natamani kucheka ila moyo wangu unawaza mambo mengi ambayo hata nashindwa kuelezea. Ni maumivu ndani yangu baada ya hili la leo, na nina shukrani kwa huyu mwanamke ambaye moyo wangu unampenda sana, lakini
Naweza vipi kumpenda nikiwa na hali hii? Nitazidi kumweka kwenye matatizo. So kwa upole niuliza kwamba utaniruhusu nikusindikize chumbani kwako? Niliitikia kwa sababu sijisikia hata vizuri, nipo kama karatasi tu, yani ni mwepesi. Brian alinichukua taratibu mpaka chumbani. Alilaza kitandani na baada ya hapo alipiga magoti pembeni, anapiga magoti pembeni yangu na kushika mikono yangu na alikuwa nasali. Alikuwa nasali Rozari takatifu. Mimi nilikuwa namshangaa sana. Mimi sikuwa nategemea mwanamke kama yeye kuwa hivi kwenye dini. Nijikuta ninalala, hata sikujua alisali kwa muda gani. Mimi nilala tena usingizi mzuri sana. Nilipokuwa nimelala niliota ndoto. Niliota kuhusu kule ofisini sasa. Kuna baba mtu mzima ambaye ndio alikuwa mkubwa kabla yangu. Nikaona yupo ofisini kwenye kiti changu. Na hakuwa peke yake, alikuwa na watu wengine 3. Walikuwa ni wamevalia nguo za rangi nyekundu. Sasa huyu baba ofisini alikuwa ndio kiongozi. Anatembea kuzunguka kile kiti changu alafu anakaa yeye. Wanacheka sana, wanacheka mno. Akawa anachukua kinyesi cha binadamu, anapakaza kile kiti. Anachukua kinyesi, anapakaza ukuta. Kuna nuka. Mpaka wanacheka. Kulikuwa kuna nuka kupita kiasi. Huyu baba anachuchumaa, anarukaruka kila mahali. Niliona namna mpaka anakuwa kama anajisaidia mlangoni kwangu. Ananipaka ubaya tu. Sasa baada ya hapo nilishtuka. Na wakati nimeshtuka nilikuwa na tabasamu tu. Niliona Brian amelala kwenye kochi ambalo lilikuwa pale chumbani. Kuangalia muda ilikuwa ni saa 12 dakika 45 asubuhi. Nilisimama mbele ya kioo changu. Nilijiona namna nimesimama vizuri na tabasamu langu na nijiambia ndani ya moyo wangu nikifika ofisini tu atalipia hiki alichokifanya, lazima alipie. Msikilizaji, haya ni mambo ambayo yanafanyika nyuma ya mgongo wako ofisini pindi wewe usipokuepo. Hiyo nafasi yako kila mmoja anaitamani. Naomba unielewe, wewe usijione una bahati sana umepewa hicho cheo au unapendwa sana. Kuna watu hawalali kwa sababu tu wewe pamoja na mshahara wako mdogo unapendeza na hulalamiki kwamba mshahara ni mdogo. Watu hawalali wanataka kukuangusha hiyo nafasi yako. Watu hawalali hawapendi kuona unachokifanya. Watu wanakupaka ubaya ili mradi upoteze neema yako. Cheka na watu tu ndugu yangu, furahi nao, lakini usiwaamini kiasi cha kujiachia sana kwao. Maana wengi hawaonekani kwa sura mbaya mkiwa pamoja. Nani anajionyesha kwa sura mbaya mkiwa pamoja? Nani? Kwa makini sana. Kazini ni vita. Bora yani hata kazi yako wewe mwenyewe useme ngoja nijiwekee mimi kazi yangu nisichangamane na watu. Wewe kazi inahitaji watu wanahitaji kazi. Bado kuna watu kwa sababu unachokifanya sio kipya duniani. Hakuna jipya chini ya jua. So wenzio wanaofanya kitu kama cha kwako, unadhani watafurahi kuona umewezaje kusimama mwenyewe na unafanikiwa? So taratibu nilimsogelea Brian, nilimtizama alivyo mzuri pale kwenye kochi, alivyonisaidia jana. Hata nikajikuta nakumbuka namna ilikuwa. Nilichoka sana. Nikitamani sio kweli, lakini bado shingoni ilikuwa na mkufu ambao sina hakika kama Brian anauona huu mkufu kabisa. Nilikumbuka bahari na kulivyo mbali, nilivyokuwa nakula mchanga na vitu kama hivi. Natamani kusema mimi nikutana na jini. Tena linaniita mimi mume wangu. Na mimi nilishawahi kuita mke wangu. Haya mawazo yalikuja kwa kasi. Hata nikapiga magoti mbele ya Brian. Brian nilimshika mkono na taratibu niliita, Tatam, please wake up, tunachelewa kazini. Aligeukia upande wangu akatabasamu na kusema, good morning my honorable Tatam. Nilisema, nashukuru sana nipo salama. Akaniuliza, vipi unajisikiaje? Kwa upole nikasema, nashukuru Mungu naendelea vizuri kabisa. Mengine kama unavyojua. Basi Tatamu wangu aliniambia kwamba chukua hii rozari na uvae. Nishtuka nikasema, nivae? Hapana. Kwani nini? Brian alicheka kidogo alafu aliniambia kwamba tusali kwanza alafu nitakufundisha kila kitu taratibu, sawa? Hii inatakiwa iwepo hata kwa gari, unanielewa? Lakini usiweke kama mapambo tu kwa gari, unatakiwa kuamini kuwa inafanya kazi na inafanya kweli. Nijishika shingoni kuna mkufu, sasa mimi nitavaje vitu vile sasa? Akachukua rozari, akawa kama anani jaribu hivi bila kunivalisha. Nijikuta na ruka upande mwingine nikipiga kelele, acha. Bana alinishangaa. Akauliza kwamba hivi una nini, lakini nilikuwa neema juju tu. Nilikuwa neema juju kama sina akili. Bana alinitazama, kwanza alitazama huko na kule. Ile rozari akavaa yeye. Na kisha alikuja kwangu na kuniambia kwamba naomba nijiandae sasa niende kazini, tutawasiliana.
Nilisema nisamehe sana. Tunaenda wote Brianna. Siwezi kubaki hapa. Brianna akaniuliza ya kwamba lakini unaweza kufanya kazi kweli? Nilisema niamini nipo vizuri sana. Utajivunia mimi. Basi Brianna alitabasamu kwa uoga sana na kisha mimi nilimwacha na kwenda zangu bafuni. Mawazo na akili zangu zote zipo kwa yule baba wa kazini. Nina nguvu inanivuta kweli upande huu wa pili. Nikiwaza kuhusu kufanywa ubaya naona kabisa siwezi samehe. Yaani siwezi samehe never. Nilikuwa nataka nifike kazini nikamwajibishe. Kivipi? Hata mimi sijui, ila siwezi kuacha mchawi atawale maisha yangu wala maisha ya mtu ambaye ni wa karibu yangu. Siwezi. Nadhani hata ungeota ndoto kwamba uko ofisini kwako alafu kiongozi aliyekuepo before wewe anazunguka kiti chako, anachukua kinyesi anapaka. Wewe ungeamka tu ukapiga miayo, ukaenda kutafuta chai na chapati, chai na chapo, ukala siku zikaenda. Wewe tuliza akili. Ndoto haziji bahati mbaya. So haya ndio maisha msikilizaji. Sisi binadamu tuna nguvu mbili kwenye maisha. Nguvu hasi ambazo ni mambo mabaya na nguvu chanya ambazo ni uchaji na maarifa, na chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Kaa leo tafakari, ujiulize kusingekuwa na msamaha wa Mungu leo hii wewe na uelekeo wako wa kufuata nguvu hasi ungekuwa wapi? Kuna namna Mungu anajua nini ameweka ndani yako, na ndio maana anapambana kila siku kwa ajili yako. Shetani asikushinde akachukua kile kilichomo ndani yako. Hizi nguvu huzioni ila zipo, na unajikuta tu unatenda mambo pasipo wewe kutaka au kuelewa. Nina hasira sana za kuchezewa maisha yangu. Kisha mtu anakuja kuchezea sehemu napata ugali wangu. Haiwezekani kabisa. Hakuna kitu kama hiki kitatokea kwenye maisha yangu. Nilitoka bafuni, sizungumzi, nimechukia sana. Baada ya kutoka Brianna alinitazama na kuuliza kwamba Tatamu upo poa? Nikasema niko poa Brianna. Ukiniona tofauti tafadhali usijali. Ninawaza mambo mengi sana. Alitabasamu na kujibu na kuelewa hata mimi ninawaza mambo mengi sana, lakini nikwambie kitu Tatamu. Nitabasamu, alinisogelea taratibu na kunishika mkono wangu, alafu akaniambia kwamba basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini wenye haki wataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutokoa roho zetu. Nilimtazama na kusema kwamba nashukuru sana Brianna. Bila wewe sijui hata ningefanya nini. Alitabasamu na kuuliza kwamba ina maana hautauliza swali? Kwa upole nikamjibu hapana, tunachelewa kazini mama. Nenda kajiandae. Brianna akasema kwamba lakini mimi lazima nipite nyumbani nikabadili nguo. Nikasema okay ni sawa. Basi Brianna alienda bafuni, lakini akiwa bafuni ninao hakika alikuwa anasali huko. Kwa maana nilianza kuona vitu vya ajabu. Nyumba ilikuwa inazunguka, yani vitu mezani yani vinatekesika yani kwa kugongana. Mimi nilianza kutoka na manyoya ya uso wangu kubadilika. Nilipata hasira sana. Naona kabisa ninaweza hata kumuumiza tena yeye mwenyewe. Hali hii ilidumu kwa dakika kama 5. Tena nikiunguruma kwa hasira. Sasa sijui alikuwa ananisikia au hapana, lakini mimi uso wangu ulikuwa umebadilika kabisa. Nijitazama hata najiogopa. Upande mbiti, upande fisi anatisha. Rangi nyeusi haiendani hata na mimi. Mara nilisikia maji kimya bafuni. Manyoya alianza kutoweka. Na mlango ukafunguliwa. Sasa uso wangu ukawa bado. Haraka nigeuka upande mwingine. Aliniambia kwamba kumbe hata hujamaliza, fanya haraka. Nikajifanya nipo serious sasa, ni haraka nisitaki mjibu nini. Naogopa sauti na uso wangu bado upo vile. Brianna akanigusa na kuniuliza kwamba wewe upo sawa kweli? Nishusha pumzi na kujibu nipo sawa. Si akaja ule upande nimegeukia bwana. Uso wangu sijui ulifanyaje ila haraka nilikuwa kawaida. Brianna alikuwa ananitazama hata nashangaa au bado nina ofisi. Nikamuuliza kwamba vipi mbona unashangaa? Brianna alicheka na kusema kwamba yani wewe sasa umepaka vipi mafuta? Sogea hapa nikuweke vizuri. Nijikuta napata amani. Niliogopa nikihisi bado nina manyoya usoni. Basi baada ya hapo tuliendelea kujiandaa. Brianna kama kawaida yake tulisali, na baada ya hapo alimwaga tena maji ya baraka na alisema ya kwamba haya yaliyobakia haya utatumia wewe. Nitabasamu nikamwambia kwamba asante sana, nashukuru. Tuliondoka hapa sasa tukiwa tumeacha kila kitu sawa. Kila kitu kilikuwa sawa kabisa na tulielekea nyumbani kwao. Hata sikushuka kwa gari, alienda akabadili nguo na safari ya ofisini tukiwa pamoja ilianza. Tulifika ofisini hatukuwa hata na mambo mengi.
Kila mtu alishika njia yake, na hata hivyo tulikuwa tunajua tu hii siku itakuwa ngumu kwa sababu siku iliyopita hatukuepo hapa kazini. Kwa upande wangu, kabla hata sijaingia ofisini kwangu, msaidizi wangu alisalimia na nilipojibu alisema kwamba samahani sana bosi, rais anakuhitaji. Nitabasamu na kusema asante. Ndani ya moyo wangu kwenye moyo wangu nilikuwa naogopa sana. Nawaza kuna nini, au hata Brian alisema ile juzi labda tulipogombana labda alimwambia babake nini. So taratibu nilianza kuelekea ofisini kwa rais. Nilipofika nilisimama nikitabasamu na kusalimia. Aliitikia kwa upendo sana. Alinipatia mkono wake akisema kwamba karibu kae mwanangu. Basi niketi akanitazama kisha kuuliza kwamba upo sawa? Nikasema nipo sawa mkuu. Basi kwa pole akasema vizuri sana. Mwenzio Brian aliniambia kuwa haupo vizuri. Nikasema ni kweli mzee, hata hivyo nashukuru. Kwa sasa naenda vizuri. Rais akasema sawa, mimi nilishakwambia mimi ni baba yako, kwa hiyo usisite kuniambia au kunielezea kitu chochote kile. Kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wangu na ninao uwezo wa kufanya, basi nitafanya ili uwe sawa. Nitabasamu na kusema nashukuru sana, nimefurahi sana. Basi aliniambia kwamba hongera sana kwa kazi nzuri. Nina imani mwaka huu mambo yatakuwa mazuri na ya kushangaza sana. Na ni hayo tu, mimi nilitaka tu kujua unaendeleaje, kwa hiyo kaendelea na kazi zako. Akasema asante mkuu. Basi nianza kutoka. Ile nafungua tu mlango aliniita Mbiti. Kuwa makini sana na Mr. Mfangavo. Nijikuta tabasamu na kusema usijali, nitashughulikia. Nilianza kutoka na kumwacha bosi akishangaa. Ninajua anachofanya. Hapo mimi nishashika mkufu wangu, naona kabisa alienda kwa bosi kuzungumza maneno mengi mabaya kunihusu na kukandia kazi zangu. Hivyo umenielewa hapo? Kwenye ndoto niliota kwamba ni kama anakizunguka kiti changu, anachukua kinyesi ananipaka, yani anapaka kiti changu, anapaka nini? Umeona? So boss rais kusema ya kwamba kuwa makina Mr. Mfangavo, it means huyu Mfangavo huyu ameshaenda kwa bosi kunisemea maneno mabaya, kunichafua mimi. So nilifika mpaka kwenye mlango wa ofisi yangu. Nilishika mkufu wangu tena, na ndani ya moyo wangu nilisema ya kwamba hakuna kitu kibaya kutoka kwa yoyote. Nitafanikiwa kwa maisha yangu. Chochote kibaya kirudi kwa mhusika kabla sijatumia. Alafu niliona nilikuwa nabadilika kabisa, natoka manyoya, kucha zinabadilika na sura yangu. Mimi sikujali, niliingia ofisini. Nikiwa kwenye mabadiliko yale, nilipiga simu kwa Mr. Mfangavo na kumuita ofisini kwangu nikiwa bado hata sijakalia kiti changu. Alafu nilienda kusimama dirishani nikitazama nje. Hapa sasa walau na kuwa sawa, ila hasira zipo pale pale. Huyu mzee alifika. Alipoingia tu alianza kucheka akisema bosi umeniita. Nilimgeukia na kusema nikitabasamu shikamoo mzee. Sasa msikilizaji, humo ndani kilichotokea. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, bado kuna mambo mazuri matamu sana ya kuendelea kufahamu. Lakini kikubwa sana kwenye hii sehemu, usizembee kwenye ndoto, usizembee unapolala, usizembee unapoamka, usizembee unapotoka na usizembee unapoingia. Utokapo na uingiapo, jua cha kufanya. Nini? Utajua mwenyewe. Ndoto ulikuwa na Lucas Lumbas. God bless you till we meet again. Bye bye.